ambaye atakuwa anadiriki kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wao la yusalli, yeye wala haswali wala ashughuliki kuswali, wala sala sio muhimu kwake, anaona tu kwamba watu wamefunga na yeye anafunga, kwa sababu anajua ni amri ya Allah tabaraka wa taala imefaradhishwa mimi kufunga kama waliofaradhishwa waliokuwa wengine. Lakini je, atapata lengo la'allakum tattakun? Huyo hawezi kupata lengo la kufunga, kwa sababu uweze ukawa wewe ni mcha Mungu, ukaupata ucha Mungu na ukawa unatekeleza tendo moja na unaacha jingine. Unatekeleza kufunga saumu Ramadhan, lakini unaacha vile vile kuswali swala. Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. أيها المسلمون وأيها الصائمون، ndugu zangu katika imani, ndugu zangu wafungaji, ndugu zangu waislamu, hakika tunamshukuru Allah kwa wingi wa shukrani kwa kutuingiza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na kutujalia leo tumemaliza takriban siku ya 6, tunaenda ya 7 biidhnillahi tabaraka wa taala. Kwa khutba ya leo ninayokusudia, ninakusudia kuzungumza na Waislamu, kuambia ni nini hikma ya Allah tabaraka wa taala kutulezea mfungo wa Ramadhani. Na je, hikma tunapoijua na makusudio yake Allah tabaraka wa taala, vipi tumejipanga katika kuitumikia fursa hii na hikma ambayo ameipanga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi wa Ramadhani? Ni yapi ambayo yanaweza yakatufikisha kwenye lengo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufaradhishia Ramadhani? Tunasimama katika aya ya Allah Tabaraka wa Ta'ala ambayo amesema: ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun ayyaman ma'dudat. Allah Tabaraka wa Ta'ala atueleza katika Qur'an kwamba nyie ambao mmeamini, tena akatuita kwa tamko ambalo hatuwezi kupinga kwa yale anayosema Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waliomwamini Allah Tabaraka wa Ta'ala si wenye kugagazika katika matamshi ya Allah anapoyaleta. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kutiba alaykumus siyamu, mifaradhisha kwenu nyie kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum,
kama walivyofaradhishiwa waliotangulia kabla yenu nyinyi. Wote hao walipewa pia Ramadhani, lakini katika sura hii la, katika sura ambayo yaliku bihim, wanaendana nayo katika mwezi wa Ramadhani. Lengo ni nini? La'allakum tattaqun, ili kumcha Mungu subhanahu wa ta'ala, ili tuwe wacha Mungu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kumewekwa saumu ndani ya mwezi wa Ramadhani ili tuwe wacha Mungu, kwa maana ya kuwa saumu ambayo inatakikana hii ni saumu ya mwezi wa Ramadhani, ni saumu maalumu ambayo itakuwa inakataza yote yale ambayo hayapendi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikawa katika hikma kubwa ya Allah tabaraka wa ta'ala na malengo makuu kabisa ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kutuletea saumu Ramadhan ili tuwe wacha Mungu. Na haya ya kuwa mtu amechuma ucha Mungu ni thamaratu siyam, ni matunda ambayo yanapatikana kutokana na saumu yake ambayo ameifunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukiangalia maneno ya Allah haya yanatuambia vitu viwili ambavyo vinapatikana katika takwa. Wanasema wanachuoni, min arkani taqwa, ni miongoni mwa nguzo za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. La kwanza ni imtithalu awamirillah au fi'lu taati, ni kutekeleza taa alizolileta Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa kumfanya yote yale ambayo ameyapenda Allah tabaraka wa ta'ala na ameagizia malipo makubwa kwa anayefanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ili la kwanza. Na takwa ina jambo la pili ambalo ni ijtinabu manaha anhu wa zajara, ni kujiepusha na yale ambayo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala na kayakemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiangalia malengo yaliyowekwa kwa kwenye saumu, na alafu lengo lenyewe hili la takwa ni fi'lu taat wal imtithalu awamirihi, ni kutekeleza taa ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini pia kutekeleza yale ambayo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini pamoja na hivyo ujiepushe na yale aliyokataza. Tunaona kwamba saumu hii ambayo imewekewa lengo hili mutabikan lilhadaf, linaendana kabisa na lengo hili aliloweka Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana yote haya mambo mawili mutahakikani fi siyam Ramadhan. Mambo mawili yote haya yanahakikika kuyapata lengo lake kupata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa kufunga saumu Ramadhan. Ndugu zangu, kwenye maneno haya kama tunataka kusema kwamba umirna bitaati, Allah tabaraka wa taala ametuamrisha ndani ya mwezi wa Ramadhani tufanye taa ya kumtii Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika mambo yote yaliyokuwa ni ya kheri. Lakini pia umirna bitarki almaasiyati llah, tumeamrishwa pia vile vile kwa kufuatilia aya hii tuache maasi na tuache jambo lolote ambalo litamwasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukiangalia mlolongo wa matendo ambayo yamependekezwa kufanya ndani ya mwezi wa Ramadhan, utakuta ni fi'lu taati wa tarki manhiyati, ambayo ndio takwa, ni kufanya yale ambayo Allah ameamrisha, Allah ameyakubali na anayapenda na ameahidi kuyalipa vizuri, lakini pia kuacha yale ambayo yamekatazwa. Moja katika mambo hayo ni mtu anapoingia kwenye mwezi wa Ramadhani, ukamdiriki mwezi wa Ramadhani, ni lazima afanye asiyam wassala au as-salatu was-siyam, kufunga na kuswali, kwa sababu hivi ni vitu viwili, ibada mbili ambazo zinasimamisha Uislamu wa mtu. Bunya al-islamu ala 50, umejengwa Uislamu kwa mambo matano, minha
hadhihi as-salatu was-siyam. Mambo matano haya utakuta ni mambo mawili haya ya funga na swala. Ni ajabu kabisa Muislamu ambaye atakuwa anadiriki kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani wa huwa la yusalli, yeye wala haswali wala ashughuliki kuswali, wala swala sio muhimu kwake. Anaona tu kwamba watu wamefunga na yeye anafunga, kwa sababu anajua ni amri ya Allah tabaraka wa taala imefaradhishwa mimi kufunga kama waliofaradhishwa waliokuwa wengine. Lakini je, atapata lengo la'allakum tattakun? Huyo hawezi kupata lengo la kufunga, kwa sababu uweze ukawa wewe ni mcha Mungu, ukaupata ucha Mungu na ukawa unatekeleza tendo moja na unaacha jingine. Unatekeleza kufunga saumu Ramadhan, lakini unaacha vile vile kuswali swala. Tuswali ndugu zangu Waislamu, tufunge na kuswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hili amesema, man sama Ramadhan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, mwenye kufunga Ramadhan, saumu ya Ramadhan, na kuamini kuwa hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala, lakini na kutegemea kuwa yeye ndio mlipaji, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amesamehewa au atasamehewa yale yaliyotangulia kutokana na madhambi yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hii saumu hii ni yangu, amali zote azifanya mwanadamu amalu lahu, matendo yote yanaweza kuwa ni yake, lakini akasema fa inna sawma li, aika saumu ni yangu mimi, wa ana ajzu bihi, na mimi ndio ambaye nitailipa. Anaweza akalipa malipo yote na akalipa 1 kwa 10 mpaka adhaafan mudhaafa, akalipa zaidi na zaidi, lakini anasema kwenye kufunga malipo yake anajua Allah subhanahu wa ta'ala. Asema ni yangu mimi na mimi ndio ambaye nitailipa. Ni kuonyesha adhamati siyam hususan fi hadha shahr, ukubwa wa saum na kufunga mwezi wa Ramadhani. Sasa Muislamu unayejipanga ufunge, jipange ufunge na uswali, kwa sababu Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza kusema, waman aqama Ramadhan, na mtu ambaye atasimama kwa kuswali mwezi wa Ramadhan imana wa ihtisaba, akawa naamini ni maagizo ya Allah tabaraka wa taala na kutegemea atapata malipo, Mwenyezi Mungu atamlipa kwa malipo haya aljazaa alwafa, malipo ambayo yanatosha yaliyokuwa yamekamilika kabisa. Pia naye huyo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, amesamehewa yale ambayo yatakuwa ametangulia miongoni mwa madhambi yake. Ni neema kubwa ambayo ni malipo tunayalilia mwezi wa Ramadhani, tusamehewe madhambi yetu. Lakini kwa kuitekeleza saumu ambayo ni sheria iliyokuja kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utakuwa una mtaji wa kuweza kusamehewa madhambi yako. Ndugu zangu, jambo jingine ambalo wengi wanaliona kama hili ni la mashehe au ni la watu ambao wamejiingiza katika kusoma Qur'an, ni alqiraatul Qur'an, kusoma Qur'an. Kuisoma Qur'an sana inatakiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu anasema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao imeteremshwa Qur'an ili uwe uongofu kwa watu, wa bayinati na ubainifu, walhuda na uongofu vile vile, walfurqan na ni kitabu ambacho kutengua kati ya batil na haki, kati ya haki na batil. Ukiisoma Qur'an kwa kuiangalia kiuadilifu kabisa na ibra na mazingatio, utaelewa wapi Allah tabaraka wa taala amekuelezea ndani ya Qur'ani haki iko wapi na ndani ya Qur'ani batili iko wapi. Na hayo ndio maisha ambayo aliyotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo kusoma Qur'an ni jambo moja tukufu sana,
kubwa sana ambalo inawezekana Muislamu analiona la kawaida, yule kashika msahafu, au akimaliza kuswali kashika msahafu, hata dakika 2 ufiki kaurudisha kwenye dharufu hapo, kuweka kwenye draw, wala hajibidiishi katika kuisoma Qur'ani kwa masaa, kwa muda. Ndugu zangu, tuna uswatun hasana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikutana na Jibril, wa kana yudarrisuhu alquran fi Ramadhan, na alikuwa wakisoma, kwa maana wakidurishana Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhan. Lakini vile vile as-salafi salih, masahaba na wengineo waliotangulia miongoni mwa watu wema, walikuwa wakijilazimisha katika kusoma Qur'an. Na pia Ali bin Affan radhiyallahu anhu alikuwa kana yutimu al-Qur'an, alikuwa akikamilisha kuisoma Qur'an fi kulli yawmin marra, kila siku moja anaisoma mara moja. Tuangalie juhudi walizozitoa masahaba na wema waliotangulia. Ni kwa sababu gani? Wanajua lengo lake na wanajua ukubwa wa kusoma Qur'an ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wengine wakawa wanafikia kuisoma Qur'an kwa siku 3, wengine wanasoma Qur'an kwa siku 7, wengine wanaimaliza Qur'an kwa siku 10. Tuangalie mimi na wewe, toka tuanze mwezi wa kwanza, toka tuanze mwezi mosi mpaka leo, tumechukua nubda ya kusoma Qur'ani sehemu gani? Kila mmoja ajiulize nafsi yake, alafu ajiangalie na hawa masalafi salih. Sisi tutakuwa tunamfuata nani wakati waliokuwa wametangulia walikuwa wakisoma Qur'ani katika dizaini hizi? Wengine walikuwa wakiacha shughuli zao, kama Abdul Razzaq anavyosema, Sufyani Thauri alikuwa akiacha kabisa kujishughulisha na hadithi, kujishughulisha na taalimi nas ad-din, kuwafundisha watu dini, akawa anajiweka yafiru min qiraati al-Qur'an, anaenda kusoma Qur'an. Miongoni mwa salafi salih walikuwa wakifunga duka lake, mtu anafunga duka lake ili ajirakiz, ajiangalie ndani ya mwezi wa Ramadhani, anasoma tu Qur'an. Tuko wapi sisi na Qur'an? Tunasoma wapi Qur'an wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil'abdi yawm al-qiyamah. Saumu tunayofunga mwezi wa Ramadhani na tukawa tunasoma Qur'an, hii Qur'an na saumu zitakuja zitamuombea mwanadamu siku ya Kiyama. Ni siku ambayo ina madhila mengi. Umesimama mbele ya Allah tabaraka wa taala, yaatika alqur'ani wasiyam, inakujia Qur'ani na siyam na funga, inamwambia Allah msamehe huyu makosa yake. Wakati wanadamu wote watakuwa wamekatikiwa, wewe unaiona Qur'ani yako unaisoma ndani ya mwezi wa Ramadhan, inamuomba Allah tabaraka wa taala ikusamehe makosa yako. Neema kubwa ambayo inapatikana ndani ya mwezi wa Ramadhan, na haya matendo ndiyo ambayo yanatuhakikisha kuipata takwa Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, jambo jingine ambalo tunatakiwa tulifanye sana mwezi wa Ramadhan, tuweze kuhakiki lengo lile la kuwa tumekuwa wacha Mungu, ni mwanadamu kuangalia katika aljud wa it'am at-ta'am wa it'am at-ta'am, kujitoa ukarimu, na ndiyo sifa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtu una neema fulani, kuwa wewe ni mwenye kutoa. Una neema fulani, sio mali tu, judi ni chochote, ukarimu chochote
neema ambazo alizokujalia Allah tabaraka wa taala, neema hizi ukawa unazitoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, unayemjua na usiyemjua. Ni jambo muhimu sana katika mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ipokea Ibn Abbas anasema, kana rasulu sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajwada an-nas, alikuwa ni mtoaji mkarimu zaidi kwa watu, na wakati sana pale anapotoa, indama yalqi Jibril alayhi salam, yalqahu Jibril, pale anapokutana Jibril, mpaka akasema kwamba wa kana ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursal, alikuwa akitoa sana kwenye mambo ya kheri kama vile upepo uliokuwa umetumwa, yani umetumwa upepo unaovuma. Upepo unaovuma hapa wanawachuoni wametoa tafsiri mbili, kwa maana kana saria al-ata, alikuwa ni mwepesi, ni mwenye haraka sana wa kutoa. Kila mtu akija lolote anatoa, bora awe nacho tu, anatoa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini tafsiri ya pili ni kwamba walikuwa watu wakimkusanyikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ili awape, na anawapa kweli. Sasa sifa hii inatakiwa apambike yule ambaye anayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukiwa mwezi wa Ramadhani umeingia na wewe Muislamu una chochote ulichopewa na Allah tabaraka wa taala, kithirisha kukitoa hicho. Tukiangalia hali za watu sasa hivi, ni nani ambaye alikuwa afikii hali aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na ikiwa yeye amesifiwa kwamba ni ajwadun nas, alikuwa ni mtoaji zaidi, mkarimu zaidi kwa watu, utakuta familia nyingi au jamii nyingi inampita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kipato, lakini hakuna ile juhud, kujitolea, ukarimu wa kutoa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia kutoa chakula, wa it'amu at'am, kutoa chakula. Allah tabaraka wa taala anasema, wa yutimuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Alipokuwa anataja sifa za watu ambao wanashikamana na kuyatekeleza aliyosema Allah tabaraka wa taala, na kuyaacha yale ambayo hayapendi Allah tabaraka wa taala, akasema yutimuna at'ama ala hubbihi, na wanatoa chakula chao japo ya kuwa wanakipenda, yani kile wanachokipenda ndicho wanachokitoa. Wanampa nani? Miskinan wa yatiman wa asira. Wanampa yatima, wanampa miskini ambaye hawezi kupata chakula chake, lakini pia wa asira, na mateka wale waliotekwa kwenye vita vya Uislamu na makafiri. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa hawa watu ni wakuangalia ndani ya mwezi huu. Mtu aliyobarikiwa na Allah tabaraka wa taala akapata nafasi, basi nafasi ile ashirikiane nao kwa kuwapa. Mtume akasema, man fatara saiman, mtu yoyote ambaye atamfuturisha akampa chakula mfungaji, kana mithla ajri, atakuwa yeye ana mfano wa yule mtu aliyofunga, bila kumpunguzia chochote katika ujira wake yule ambaye aliyofunga. Kwa maana yule maskini ambaye umemwezesha chakula, funga yake ameifunga kwa utulivu, wewe ndiyo sababu. Alijua kwamba mimi nafunga lakini jioni nitakula, kwa sababu umempa chakula chake, akaifunga vizuri bila mashaka, na akalipwa na Allah tabaraka wa taala, akalipwa thawabu 100. Basi na wewe pia una thawabu 100 kwa sababu ya kumpa chakula hichi. Ndugu zangu katika imani, ni mengi ambayo ya kuongea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini tunapaswa tujihakikishe sisi tunayatekeleza hayo, ili tuweze kupata lengo la Allah tabaraka wa taala kutufaradhisha saumu hii na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. aqulu ma sami'tum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Ndugu zangu katika imani,
Nakusudia hotuba yangu ya pili kuikamilisha katika matendo ambayo tunatakiwa tuyafanye ndani ya mwezi wa Ramadhani ili tuweze kupata ucha Mungu. Katika tendo ambalo Allah tabaraka wa taala alipotaja aya za siyam, katikati hapa aliliweka ili tendo, na wanachuoni wanasema kutokana kuliweka katikati ya tendo linaonyesha ukubwa wake na utukufu wake wa hili tendo. Ni tendo gani ndugu zangu katika imani? Al-dua, kuomba dua. Allah alisema wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib, na watakapokuuliza waja wangu kutokana na mimi waambie mimi niko karibu nao. Ujibu da'wata da'i idha da'ani, najibu maombi ya yule muombaji kabisa atakaponiomba mimi. Falyastajibu li wa li'minu bihi la'allahum yurshadun. Wanachuoni wanasema aya hii ilileta umuhimu kabisa wa hili swala la dua, kumwomba Allah tabaraka wa taala ndani ya mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ndio maana akaleta aya zote zinazungumzia siyam, lakini katikati akaliweka hili swala. Na katika sura nyingine akasema Allah tabaraka wa taala wa qultu rabbukum istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa alaykum midrara, kusema kwamba tumuombe Allah tabaraka wa taala na kumtaka msamaha Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, kwani katika kumuomba msamaha tunapata mambo mengi. Yursilu as-samaa alaykum midrara, anateremsha kutoka mbinguni mvua yenye kuendelea, na inakuwa ndio uhai wa ardhi na ndio uhai wa wanaoishi ardhini. Ndugu zangu katika imani, jingine kabisa, haya ni janibi fi'li taati. Hii ni katika mfano katika mambo ambayo upande wa kuweza kutekeleza mambo ya kheri anayotaka Allah, lakini tuelewe mpaka tuipate takwa lazima tuache mambo ambayo hataki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa taala ndani ya mfungaji ataka ajiepushe na mambo haya: kusengenya, kusema uongo, lakini kufitini, mpaka akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qawla az-zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharabahu, kwamba yule ambaye ajizoeshi kwa kuacha mambo mabaya, mambo ya uongo, mambo ya uzushi, lakini pia na kulitendea kazi uongo wenyewe ambao kuleta uadui na bughdha na kuchukiana watu kwa watu, hana haja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Laysa lillahi haja, ana haja Mwenyezi Mungu an yada ta'amahu, kwa huyu muislamu huyu aliyokuwa hawezi kuacha hili, kuacha chakula chake, wa sharabahu, na kinywaji chake, kwa maana Allah tabaraka wa taala haitambui hiyo funga yako. Unakaa na kushinda na njaa, bali na kutokuangalia nini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anataka. Katika ninalolielekeza katika hutuba yangu ni kushikamana na mambo ambayo yanatupeleka kwenye daraja la uchamungu na kuyaacha na mambo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ayataka kwenye somo Ramadhani, ili tuweze kustafidi ndani ya mwezi wa Ramadhani na kuweza kuchuma mambo ambayo ameyawekeza Allah tabaraka wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arina al-khulafa'i ar-rashidin Abi Bakr wa Umar وعثمان وعلي وجميع صحابة رسول الله أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونقص أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.